Safari ya matumaini iliyoleta neema kwa mtoto huyo. Ni safari ya wiki mbili ya kupambania afya ya mtoto wake, si msongo wa mawazo wala kulia vilivyomtawala mama huyo, akifikiria ni kwa vipi mtoto wake atakuwa sawa na watu wengine au kuwa kama alivyokuwa zamani. Akafunga safari kutoka Izimbia kuja mjini Bukoba kuomba msaada wa matibabu ya mwanae, na wakati akiwa mtaani kuomba msaada ndipo TNTV kataarifiwa juu ya uwepo wa mama huyo mwenye mtoto anayepitia changamoto ya kuziba kujinsia. Naombeni msaada wenu jamani wananchi. Nimbatagiriza mno munsaidie ndebo mwana nkarashu bo masomo maro mwana ina magezi. Mungu si athmani, milango ikafunguka. Hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera Bukoba ikatoa kibali haraka cha kwenda Bugando kilichoambatana na msamaha wa matibabu, yaani upasuaji uliotakiwa kufanyika kwa mtoto huyo. Baada ya hapo yakawepo maelekezo ya wataalamu yanayohitaji pesa na huduma nyinginezo, ndipo TNTV karejea kwa jamii kuomba mama huyo asaidiwe. Wadau mbalimbali walijitokeza kutoa misaada, ila kongole kwa kundi la WhatsApp la Kagera Mpya Bendera Mbili kwa nyakati tofauti walifika kumfariji, kumpa misaada ya vitu na fedha. Baada ya kugundua hilo, kamati na uongozi na wadau ndo wakawa wamejituma kwa ajili ya kuja kuangalia na kubaini huduma na kila kitu. Kwa kweli nimefika mimi mama kama mzazi. Kwanza nimeumia lakini bado nikawa nina faraja pia. Nikajua kwa pamoja na maumivu, mtu ili apitie katika hali nzuri lazima apitie katika maumivu. Kwa hiyo ni neno la faraja ambalo naweza kumwambia mama, kwa sababu yeye ni mzazi. Sasa kina mama tunapitia changamoto nyingi. Kwa vile ameshapata watu wa kutembea naye, hiyo issue itapita na itaisha. Tutakuunga mkono kwa niaba ya wenzangu walionituma, ujisikie huru ili uweze kuwahudumia watoto wako pamoja na familia yako. Sio kwamba mwasahau wadau wengine, la hasha. Kwake neno asante lina thamani kubwa. Anayofurahi sio na kifani kuona leo hii anarejea kijijini kwao Izimbia pasipo changamoto iliyomtoa huko. Kwa kweli nawashukuru wote mlionichangia. Mungu awabariki na azidi kuwaongezea na mzidi kuwa na moyo huo, msaidia hata na wengine wenye tatizo kama la kwangu. Unajisikiaje kuona mtoto wako anapona? Kwa kweli najisikia faraja, ninayo furaha sana, maana nilijua huyu mtoto nimempoteza. Nilikuwa nimeshaanza kutetemeka, maana mwanzo nilipokuwa natembea barabarani nilikuwa sijielewi. Ndio nikawa nimekutana na kaka Anodi. Kaka Anodi kwa kweli namshukuru sana sana sana. Mungu hambariki pia na familia yake, ndiye aliyeniunganisha. Wewe ni mama shupavu ambaye ukujali ni ugumu kiasi gani utakumbana nao, ukasimama na lengo moja tu la mtoto wako apone na hatimaye ukafikia malengo. Sara zetu TNTV ni kumwombea mtoto huyu kila kukicha, afya yake imarike na tatizo hilo lisimrudie tena. Mtoto na mama sasa wanarejea kijijini kwao hao kwenye basi. Hii ni TNTV, sawa kumweza neno subscribe, like, kushare na comment.